Mheshimiwa mbunge akiwa kwenye ziara ndani ya hii kata, tukitembelea kijiji kwa kijiji, alifika hapa, na moja kati ya changamoto kubwa ambayo iliweza kuwasilisha siku hiyo ilikuwa ni kumwomba mbunge msaada ili angalau aweze kuchangia kwenye ujenzi wa ukamilishaji wa jengo la mama na mwana ya ndani ya hii kata. Alilichukua na aliliahidi kwamba atalitekeleza, na bahati nzuri tunashukuru. Yaani moja kati ya watu ambao sio waongo ni pamoja na Mwantona. Mwantona sio muongo, sio muongo, na akisema kwamba hili hapa nalichukua, ila siwezi kusema lolote, mimi nakuwa najua jambo ambalo liko ndani ya uwezo wake, lazima aliseme kwamba hili hapa nitalifanya 1 2 3. Na moja kati ya mashuhuda wa hili ni nyie wana Rufingo. Mheshimiwa mbunge ameingiza kwenye akaunti, nafikiri mtendaji hapa ni shahidi, shilingi milioni 4 kwa ajili ya ukamilishaji wa jengo letu. Hicho kiasi kimewasilishwa, lakini amenituma niwaambie, mtakapokuwa mmefikia msisite kumshirikisha. Simike oye! Simike oye! Ndugu zangu, tunao wajibu kama tulivyoonyesha ile nia ya kwanza kufanya hizi shughuli zetu za kimaendeleo. Tunao wajibu pia wa kuendelea kushirikiana na viongozi wetu ambao wameonesha nia ya kutushika mkono. Rufingo hii kama nilivyosema, katibu ameisaidia pakubwa mno. Kila kijiji amekigusa kama tulivyosema. Hakuna mbunge aliyepita kugusa kila kijiji. Wamepita wabunge wengi, lakini wanagusa kata. Yeye amegusa moja kwa moja operesheni ya kila kijiji. Kwa katika hilo tunamwombea uhai kwa Mwenyezi Mungu, endelee kuwepo, endelee kusaidia Wanarungwe, endelee kusaidia Wanarufingo. Tutashikamana naye, ndio neno letu Wanarufingo. Tutashikamana naye ili tuendelee kufanya kazi zaidi, kwa sababu naye Mama Samia yupo vizuri. Kazi yake ni kumwaga tu kwa watoto mchuzi, ni kumwaga tu. Anamwaga mpunga tu Mama Samia. Tukisema tuseme ya wilaya, mengine tutasahau jamani. Mama Samia mwache itu Mama Samia. Mengine mnapita mjini, mnaona stand pale, mnaona jengo la emergency Makandana, ghorofa inajengwa. Lakini kushirikiana na mbunge, kwa mbunge Mwantona, mimi niseme ni mbunge wa kipekee. Kwa tuendelee kumsupport, tuendelee kushikamana naye, mambo mengi yatafanyika. Ukitaja miradi ya kata ya Rufingo ambayo mbunge ametusupport ni mingi, lakini kipekee nishukuru kwa ajili ya hili tukio ambalo umeleta leo. Naamini Wanasimike ni faraja na neema kwetu, kwa sababu unapogusa mama na mtoto umegusa jamii nzima, umegusa familia nzima. Kwa sababu mama anaposumbuliwa, sidhani kama babu naweza kaenda shamba, lakini huduma hizi zinavyosogea, naamini Mheshimiwa mbunge atakupelekea salamu kubwa mno. Kwa sababu nazungumza hivi, vifaa vilishafika muda mrefu Mheshimiwa, zaidi ya mwaka, nadhani ni miaka 2. Vifaa vipo, mahali pa kufanyia kazi hakuna. Kwa naamini kupitia hili, ndugu zangu Wanasimike, tuamke. Na Mama Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anadili sana na swala la mama na mtoto. Yeye ni mwanamke, amejikita sana kwenye swala la mama na mtoto. Hataki akutane na kifo cha mama na mtoto. Kwa hiyo nafikiri hata nyie ni mashahidi. Nadhani kama mwezi mmoja 2 iliyopita alipokea zawadi kwamba kutoka vifo 100,000 kutoka vifo 1000 kwa 100,000 vizazi hai na kuja kupata vifo 100 kwa Tanzania nzima, ni naweza nikasema ni progress kubwa. Kwa majina naitwa Atupele Paulo Mbonge,
Kwanza kabisa napenda kumshukuru mheshimiwa wetu mbunge Anthony Mantona kwa heshima na taadhima, na kushukuru sana kwa kitu ambacho umetuwezesha kwetu Simike, kijiji cha Simike. Hasa ni jengo la zahanati kwetu ambalo ni jengo la mama na mwana. Nakushukuru sana 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 sana, maana hili jengo linatugusa sisi wakina mama. Ndio maana natoa shukrani ya pekee kukushukuru. Asanteni sana.